Mmeona yale mambo yametendeka Nairobi na huko Mlima Kenya juzi. Si mmejionea? Na hakuna jambo ama kitu cha dhamana kwa nchi kuliko amani. Kweli si kweli? Amani yetu na umoja wetu ndio nguvu kubwa kuliko nguvu zingine zozote tulizo nazo kibinafsi. Tukiwa pamoja tuko na nguvu zaidi. Si hata Waswahili walituambia umoja ni utengano ni udhaifu. Sababu hatutaki udhaifu, hatutaki maafa. Mimi ningewasihi wale ambao mmeona wanachochea vijana wetu, na nilisema tusichochee watoto wetu kwa vizazi. Mimi ni mzazi, wewe ni mzazi. Kweli si kweli? Kwa nyumba yako vile kwa nyumba yangu niko na vizazi tofauti. Tuko na wengine wanaitwa Generation X, ndio? Tuko wengine wanaitwa Millennials. Tuko na hawa watoto wetu wa juzi, si ndio? Na pia tuko na wale wadogo kabisa, sijui Gen Alpha, si wako? Hizo vizazi zote za watoto wetu, mambo ya muhimu sio kuambia watoto tuwagawanye kwa vizazi. Tuambie kizazi hiki, nyinyi ndio mtafanya mapinduzi ya serikali. Kama kizazi chochote, hata sisi tulikuwako juzi tu, tulikuwa watoto wa university, na tulikuwa tunasema kila siku Moi must go, Moi must go. Lakini wakati tulijua kujisajili kama mpiga kura, kutafuta uongozi, ufanye mabadiliko yenye unataka kuona, that is how you change a country. You cannot change a country by seeking to overthrow governments, by anarchy, and what we have seen in Nairobi and in parts of our region in Mount Kenya is nothing other than sheer anarchy.